Oh, yes. Napenda nikukaribishe katika sehemu ya pili ya dalili hatari wakati wa ujauzito, namna ya kuzitambua lakini pia kuweza kuzidhibiti. Usisahau, naitwa Dr. Dexter Sindalawa, mkunga na muuguzi, lakini pia ni mwanathiolojia kutoka Maranatha Faith Assemblies of Tanzania, ambaye nipo hapa kuweza kutoa elimu kuhusiana na vidokezo au magonjwa mbalimbali kuhusiana na afya ya mama pamoja na mtoto, lakini pia kuhusiana na mafundisho na mahubiri pamoja na majadiliano pamoja na wenzangu kuhusiana na mambo ambayo yanaweza kukusaidia wewe kama Mkristo kutembea katika njia sahihi, ili kuhakikisha kwamba afya yako ya roho na afya yako ya mwili vyote vinakuwa salama. Basi usiache kulike, usiache kusubscribe katika channel hii ya Afya na Injili, ili uweze kupata updates zetu na masomo yetu ya kila wiki. Tunaposti Jumatatu, tunaposti Ijumaa, na utakuwa unabarikiwa sana. Basi tuendelee na sehemu yetu ya pili, ambapo tuliona nini maana ya dalili za hatari, lakini pia tukaona dalili za hatari hizo basi ni zipi. Kwa hiyo siku ya leo tunaenda tuliona, tukijaribu kupita haraka tu kwa summary, tuliona dalili hatari ni kama kutokwa na damu ukeni, tuliona ni maumivu makali ya tumbo, tuliona ni kichwa kuuma sana, ni kuona ukungu na madoa mbele ya macho au tukasema ni kuona maruelue, tukaona ni kuvimba sana mikono, uso na miguu, tukaona ni mtoto kuacha kusogea tumboni au kucheza tumboni, tukaona ni homa kali, tukaona pia kutokwa na maji ukeni kabla ya muda, tukaona ni mama kupumua kwa shida na maumivu makali ya kuungua, burning sensation wakati wa kukojoa. Hasa leo tunataka tuendelee na sehemu yetu ya pili, ambayo tunaanzia na kipengele ambacho kinasema jinsi ya kuzitambua basi hizi dalili na kuzitofautisha, kwa sababu kuna wakati wengi unaweza kukutana na dalili ukashindwa kuzitofautisha na kuzijua, hivyo ukajikuta umeshindwa kutatua jambo ambalo ungeliweza kulitatua wewe mwenyewe pengine na kuwahi haraka katika kituo cha afya. Kwa leo nataka tuzungumzie jinsi ya kuzitambua na kuzitofautisha. Kwa dalili ya kwanza ni kiungulia. Kwa hiyo dalili ya hatari ni maumivu makali ya kifua. Kwa hiyo kiungulia na maumivu makali ya kifua ni kama vitu viwili hivi vinakuwa vimefanana. Kwa hapa tunazungumzia kiungulia, lakini pia tunazungumzia maumivu makali ya kifua. Kwa tofauti, kiungulia upungua ukila polepole, maumivu makali ni hatari. Kiungulia kinapungua ukila polepole, lakini maumivu makali ya kifua kwa mama mjamzito, hiyo ni dalili hatari ambao tulisema inaonekana kwamba mama anakuwa aidha anapumu au mama yawezekana akawa ana matatizo ya kifua au matatizo ya moyo. Kwa hiyo kiungulia mara nyingi wamama wajawazito wanakuwa wanakipata kwa sababu ya gastric reflux, lakini baada ya muda hicho kiungulia huwa kinakuwa kinapotea, lakini maumivu makali ya kifua ni dalili hatari. Kwa hiyo lazima kama mama uweze kutofautisha kiungulia pamoja na maumivu makali ya kifua. Kwa hiyo maumivu makali ya kifua ni dalili hatari, lakini kiungulia huwa kinapungua pole. Namba 2 ni maumivu madogo ya tumbo. Maumivu madogo ya tumbo. Kuna maumivu madogo ya tumbo na kuna maumivu yasiyovumilika. Maumivu makali huashiria tatizo kubwa. Kama kule nilivyosema, tulisema ni maumivu makali ya tumbo. Kwa maumivu ya tumbo huwa yanakuwepo mama anapokuwa mjamzito, lakini hapa usitofautishe kwamba unapokuwa na maumivu madogo ni kawaida, lakini maumivu haya yakiwa ni makali yasiyovumilika, hiyo ni dalili hatari wakati wa ujauzito, na inakuwa inaashiria tatizo kubwa ambalo inabidi uende katika kituo cha afya likapatiwe ufafanuzi. Usikae nyumbani. Lakini kama maumivu ni madogo ya kawaida, hii yawezekana tu ni hali ya kawaida. Kwa tumeona katika maumivu kuna maumivu madogo ya tumbo, kuna maumivu yasiyovumilika. Kwa dalili hatari ni maumivu yasiyovumilika. Namba 3 ni kizunguzungu kidogo. Lakini pia kuna kupoteza fahamu na kuanguka. Kwa hiyo kama una kizunguzungu kidogo, yawezekana ni kwa sababu tu ya ulikaa vibaya na nini, ukainuka ukajikuta umepata kizunguzungu kidogo tu
cha kawaida. Lakini kile kizunguzungu ambacho kinakufanya eza uanguke na upoteze fahamu, hiyo ni dalili hatari ambayo inahitaji ufike katika kituo cha afya uweze kupata matibabu. Na tukasema kizunguzungu kinakuwa kinazungumzia shinikizo la damu, ambapo mara nyingi inakuwa inaitwa kitaalamu preeclampsia. Kwa hiyo tumesema kizunguzungu cha kawaida ni sawa, lakini kizunguzungu ambacho kinasababisha mpaka mama upoteze fahamu, hiyo hali sio ya kawaida, inabidi ufike katika kituo cha afya ili uweze kupata matibabu. Dalili nyingine ni kuona madoadoa au kuona maruirui dakika moja, ambayo hii ni blurred vision. Lakini kama unaona madoadoa ya kudumu mbele ya macho, ambao tunasema kwamba inaendelea kutokea, inahitajika upate tiba. Unaona maruerue, unaweza ukaanguka, unaweza ukazimia, lakini blurred vision, hii ni hali hatari na inabidi ufike hospitalini. Lakini kama unaona tu kidogo unatulia, ni sawa. Lakini kama unaona kwa muda mrefu, hauoni vizuri, unaona mawengewenge, maruerue kama mama mjamzito, hakikisha kwamba unafika hospitali, maana hiyo dalili ni hatari. Dalili nyingine tulisema ni kuvimba miguu, na hapa tunaona kwamba kuna kuvimba miguu jioni. Unakuta umeenda kwenye shughuli zako na jioni mama unarudi unavimba miguu jioni. Hiyo ni hali ya kawaida mama, wakati wa ujauzito huwa inatokea. Lakini ukivimba ghafla mikono pamoja na miguu au uso, hii ni dalili hatari ambayo inaweza kuwa inaashiria pia ongezeko la pressure ndani ya mwili, au kitaalamu tunaita eclampsia. Kuvimba ghafla hapa ndio mstari wako, unavimba ghafla wakati wa ujauzito. Kwa hiyo hii inakuwa ni dalili hatari, kuvimba miguu ghafla. Lakini kama ni kuvimba miguu jioni, mara nyingi unakaa tu pale na baba anakufanyia masaji ya miguu na unakuwa unarudi kuwa kawaida. Kwa hiyo nafikiri tumeona namna ya kutofautisha vile vitu ambavyo mara nyingi vinaleta shida. Tukazungumzia kiungulia pamoja na maumivu makali ya kifua, kwamba kiungulia kinapotea kawaida, lakini maumivu makali ya kifua ni dalili hatari. Tukazungumzia maumivu ya tumbo, kwamba kuna maumivu madogo madogo ya tumbo ambayo hayo yanakuwa hayana changamoto, lakini maumivu makali yasiyovumilika, tukasema kwamba hii ni dalili hatari ambayo inahitaji uweze kufika kituo cha afya na kutibiwa. Tukazungumzia kuhusiana na kizunguzungu kidogo, lakini na kizunguzungu kile ambacho kinasababisha upoteze fahamu na kuanguka. Tukasema kile ambacho kinasababisha upoteze fahamu na kuanguka, hiyo ni dalili hatari ambayo inabidi ufike hospitali na upate matibabu. Na tukazungumzia kuhusu kuona maruerue au madoadoa. Kama unaona mara moja haina shida, lakini kama unaona mara nyingi, hii hali mbele yako, unahitaji huduma ya haraka. Lakini pia tukazungumzia kuhusu kuvimba miguu. Tukasema kwamba kama unavimba miguu jioni haina shida, lakini kuvimba ghafla uso, mikono na miguu, hiyo ni dalili hatari ambayo inahitaji kuchukuliwa hatua. Basi nini cha kufanya pale ambapo unakuwa umebaini dalili hii hatari wakati wa ujauzito wako? Nini ufanye kama mama mjamzito, au nini ufanye kama baba, nini ufanye kama ndugu ambaye umegundua kwamba pale nyumbani kuna mama mjamzito anapitia dalili kama hizi? Namba moja, hakikisha kwamba umewasiliana na kituo cha afya kilicho karibu. Usisubiri kuona kama huyu mama atapona au hatapona, au usisubiri kujaribu mambo mengine. Hakikisha unawasiliana haraka sana na kituo cha afya kilicho karibu. Namba mbili, lala kwa ubavu wa kushoto ili kuongeza mtiririko wa damu kwa mtoto, au tunaita ni left lateral position. Kwa hiyo unararia ule ubavu wa kushoto, au kitaalamu tunaita left lateral position, kuhakikisha kwamba mzunguko wa damu unakuwa ni unaendelea au unaongezeka. Namba tatu, pima shinikizo la damu kama kichwa kinauma au miguu inakuwa imevimba. Pima shinikizo la damu chapu na haraka sana, pima blood pressure. Lakini pia angalia harakati za mtoto, Ikiwa usikii chochote ndani ya masaa 2 mpaka 3, hakikisha kwamba unapata msaada wa haraka. Lakini pia
tumia kitanda cha kujifungulia au delivery pack ikiwa umeanza kupata uchungu kabla ya kufika hospitalini. Kuna hii delivery pack ambao tunawaambia wamama wao wamejiandaa wawe pamoja nayo wakati wote, hasa pale wanapokuwa wamekaribia ule wakati wa kujifungua. Kwa ukiona chupa imevunjika na maji yameanza kutoka, hakikisha unatumia ile delivery pack kuweza kujifungulia kabla hujafika hospitalini. Namba 6, chukua maelezo ya dalili zako. Hakikisha mama una maelezo ya dalili zako. Lini ulianza, kiwango chake na aina ya maumivu. Nitarudia tena. Nini cha kufanya wakati umegundua kwamba hizi dalili hatarishi umekuwa nazo wakati wa ujauzito? Namba 1 nimesema wasiliana na kituo cha afya kilicho karibu. Usisubiri hali yako kwamba itakuwa nzuri au itabadilika, hakikisha umewasiliana. Namba 2, lalia ubavu wa kushoto, kitaalamu nimesema tunaita ni left lateral position, ili uongeze mtiririko wa damu kwa mtoto. Namba 4, hakikisha umepima shinikizo la damu kama kuna kichwa kuuma pamoja na kuvimba. Lakini angalia harakati za mtoto au kucheza kwa mtoto. Ikiwa mtoto hatakuwa hasikiki akicheza ndani ya masaa 2 au 3, hakikisha unapata msaada. Tukasema kwamba ikitokea damu au chupa imefunguka mapema, basi hakikisha unatumia ile delivery pack, unajifungua salama kabla haujafika hospitalini. Na cha 6 tukasema kwamba hakikisha unafahamu au unachukua maelezo ya dalili zako. Kama mama mjamzito ujue ilianza lini, ujue kiwango chake, lakini pia ujue na aina. Basi nini usifanye unapokuwa umeona dalili hizi? Nini usifanye? Namba 1, usinywe dawa yoyote bila ushauri wa daktari. Wamama wengi wamekuwa wanapenda kunywa dawa wao wenyewe. Kwa hiyo usinywe dawa yoyote ile pasipo ushauri wa daktari. Namba 2, usisubiri dalili kuisha yenyewe ikiwa ni ya hatari. Nafikiri tumezungumzia nini dalili ya hatari, nikazitaja na pia nikajaribu kuzitofautisha. Kwa ukigundua hii dalili ni ya hatari wakati wa ujauzito, tafadhali usisubiri hiyo dalili ipone, hakikisha unakimbia haraka katika kituo cha afya ili uweze kupata matibabu. Namba 3, usifanye kazi nzito ukiwa una maumivu au unavuja damu. Na hapa ndo changamoto kubwa ambao wamama wanakutana nayo. Unakuta anavuja damu na anaendelea kufanya kazi, matokeo yake unakuta anapoteza ujauzito ambao angeuokoa. Usifanye kazi yoyote ile endapo utagundua una maumivu makali au unavuja damu. Namba ya mwisho, usitumie mitishamba kwa dalili hatari. Usije ukatumia mitishamba au zile dawa za asili ambazo hazijapimwa na hazijui viwango vyake au inaenda kufanya nini wakati wa dalili hatari. Badala ya kuokoa, unaweza ukajikuta wewe ndo ukatoa ujauzito. Kwa hiyo nini huduma ya kwanza au first aid kabla ya kufika hospitali ni ipi katika dalili hizi hatari? Huduma ya kwanza au first aid ni ipi katika hizi dalili za hatari? Kwa namba 1, kama mama anatokwa na damu, hakikisha unalala chali au kwa upande, nimesema left lateral position, upande wako, ubavu wako wa kushoto. Tumia pedi safi kupima kiasi cha damu. Kwa utaweka pale pedi na utaangalia ile pedi inakuwa inajaa kwa muda gani. Usitumie kitu chochote kuzuia damu ukeni, wahi hospitalini haraka. Nitarudia tena. Kama mama unatokwa damu ukeni wakati wa ujauzito, namba 1, lala chali kwa ubavu wa kushoto. Nimesema kitaalamu tunaita left lateral position. Baada ya hapo, weka pedi safi na angalia ile pedi inajaa au inakuwa imeroa yote baada ya masaa mangapi. Usitumie kitu chochote kuzuia damu na wahi haraka sana hospitalini kwa ajili ya matibabu. Na mama, ikiwa una homa kali, basi huduma ya kwanza ni hii. Mtoe mama nguo nzito, kama amevaa masweta mazito na nini mpunguze. Mpatie mama maji ya kutosha, kama anaweza kunywa anywe maji ya kutosha. Then mkimbize haraka sana katika kituo cha afya. Kwa ukimwona mama ana homa kali wakati wa ujauzito, mpendwa, punguza nguo za mama, kama amevaa masweta, amevaa nini, punguza. Baada ya hapo mpe maji, then mkimbize haraka katika kituo cha afya. Ikiwa mtoto ameacha kucheza tumboni, basi huduma ya kwanza ni hii. Jaribu kula au kunywa juisi baridi kuona kama mtoto atasogea. Lalia upande wa kushoto. Tumesema mama mjamzito na upande wa kushoto ni pete na kidole au left lateral position. Lalia upande wa kushoto ili uongeze mzunguko au mtiririko wa damu kwa mtoto.
Iwapo ndani ya masaa 2 au 3 hakuna harakati, kimbia hospitalini. Kwa hiyo kama mtoto ameacha kucheza, jaribu kula, jaribu kunywa juisi baridi kuona kama mtoto atasogea, lakini pia lalia upande wa kushoto. Iwapo ndani ya masaa 2 au 3 usikii mtoto akicheza, basi wahi hospitalini. Na huduma ya kwanza kwa maumivu makali ya tumbo ni pumzika, usitembee sana, usinywe dawa yoyote, pata msaada wa usafiri kwenda hospitalini haraka. Pumzika, usitembee, usinywe dawa yoyote, pata msaada wa usafiri kwenda hospitalini. Kwa hiyo hizi ni huduma za kwanza kwenye mambo 4 ambayo ukitokea kama mama mjamzito umeyapata, basi fanya. Au kama wewe baba umeweza kusikia ambavyo nimefundisha, basi msaidie mke wako ili aweze kuokoa yeye mwenyewe, lakini pamoja na mtoto ambaye yuko tumboni mwake. Kwa hiyo dalili ya hatari wakati wa ujauzito hazipaswi kupuuzwa kama wengi wetu ambavyo huwa tunapuuzwa hata kidogo. Ni muhimu kumuona mtu wa huduma wa afya mapema ili kuzuia madhara kwa mama na mtoto. Elimu, ufuatiliaji na hatua za haraka ni kinga bora zaidi. Kama mimi ambavyo unaona ninakupa elimu, ufuatiliaji ndio kinga zaidi ya haya mambo kuliko mambo mengine yote. Basi mpendwa, usiache kusubscribe, usiache kulike, usiache kucomment kuhusiana na somo letu ambalo lilikuwa linasema dalili hatari wakati wa ujauzito, namna ya kuzitambua na namna ya kudhibiti. Basi nina imani kuna kitu umekipata, kimeongezeka. Usiache kufuatilia masomo yetu kila Jumatatu na kila Ijumaa kupitia YouTube channel Afya na Injili, na utakuwa unabarikiwa sana. Mungu akubariki sana na karibu tena. Mwambie na mwenzako asikilize ili mafundisho haya yawe na faida kwa watu wengi zaidi. Usiache pia kushare kama unataka.